Mashuhuda nchini Israel wamefanikiwa kunasa picha za video zinazoonyesha mvua ya makombora kutoka Iran ikipita katika anga la kusini mwa mji wa Tel Aviv. Shambulio hili limejiri muda mfupi tu baada ya Tehran kumtangaza rasmi Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, akichukua nafasi ya juu ya uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kile kinachoonekana kama ishara ya utii kwa uongozi huo mpya, shambulio hilo limeambatana na kauli mbiu za Kishia zikisema, kwa amri yako Sayyid Mujtaba. Picha zilizosambazwa zinaonyesha makombora hayo yakiwa na ujumbe wa uungaji mkono wa kijeshi na kiimani chini ya amri ya kiongozi huyo mpya. Hali ni tete katika mji wa Tel Aviv ambapo milipuko mikubwa imeripotiwa kusababisha moto katika maeneo kadhaa. Mamlaka nchini Israel zimeeleza kuwa miongoni mwa makombora yaliyorushwa lipo linashukiwa kubeba vichwa vya shahada Cluster Warhead ambavyo vimesambaza mabomu madogo na kusababisha mfululizo wa milipuko na uharibifu mkubwa. Kufuatia ongezeko hili la ghafla la uhasama, nchi ya Qatar imetoa wito wa dharura kwa pande zote mbili kusitisha mapigano na kuweka silaha chini. Katika taarifa yake, Qatar imeonya kuwa hali hiyo isipodhibitiwa haraka huenda ikasababisha vita kamili ambavyo itakuwa nje ya udhibiti katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Tutaendelea kujuza kile kinachojiri kufuatia shambulio hilo na hatua ambazo jumuiya ya kimataifa itachukua kuzuia mzozo huo usisambae zaidi. Endelea kuifuatilia Dems Media, lakini usikose kusubscribe channel yetu na kutufuata katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii TikTok, Facebook na Instagram. Tunatumia Dems Media. Mimi jina langu ni Abdul Juma. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majaliwa ya Mwenyezi Mungu. عالمنا جاي تجربة جديدة خلاص. يعني حاجة ما مفهوم اسمها. على باب كسر جاتيلا متبطل خفيف. يو ده كهو. يو